بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دروس kadhaa zilizopita tulianza kusoma hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. هي حديث tukataja kuwa ina masail mengi sana yanayofungamana na ibada ya saum. Tulimalizia masail 7 mpaka kufikia hapa tunapozungumza. Leo insha Allah taala, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, tuendelea kutaja masail yanayofungamana na hadithi hii, tukiwa katika masala ya 8. Masala ya 8 tutakayoyagusia al-ghasil al-kilawi. Na hii au haya ni aina ya matibabu ambayo aliye na ugonjwa wa figo, afana Allah wa iyyakum, huhitaji kusafishwa, ikawa ile damu yake itapitishwa katika mashini kisha irudi mwilini mwake na isafishwe. Je, anayekuwa na maradhi kama haya, vipi hukumu ya saumu yake? سئلت اللجنة الدائمة: هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ وليulizwa اللجنة الدائمة, jopo la wanavyuoni wa mamlaka wakubwa, je, kule kuoshwa figo za mtu akiwa amefunga yaathiri saumu yake? Faajabat, wakajibu kwa kusema: جرت الكتابة لكل من سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى. jopo hili la wanavyuoni waliwaandikia barua kiongozi wa hospitali al-Malik Faisal, kadhalika hospitali ya al-Quwat al-Musallaha bir-Riyadh ya wanajeshi, ili kupata faida kutoka kwao kwa namna gani hupita haya matibabu ya kusafisha damu ya yule mwenye ugonjwa wa figo, wa an khaltihi bil mawad al kimawiyya, na kuwa ile damu huchanganywa na mawad za chemical ndani yake. وهل تشتمل على نوع من الغذاء؟ na je, yale madawa yanayochanganywa na ile damu inapopita katika ile mashini, huwa ndani yake kuna kiasi fulani ama aina ya kitu ambacho ni sawa na chakula? وقد وردت الإجابة منهما بما مضمون. sema jawabu limekuja kutoka kwao hawa
madhmuni yake anna ghasil al-kila ibaratun an ikhraj dam al-marid ila alatin, ambao kaweka katika mabano kilyatin sanaiya au sinaiya tatawalla tanqiyatahu thumma i'adatahu ila al-jism ba'da dhalika. Kuoshwa kwa figo ni kutolewa kwa damu kwa yule mgonjwa, kisha ikapita katika mashini ambayo yafanya kazi kama mfano wa figo imetengezwa, kupita kasafishwa na kurudishwa katika mwili baada ya hapo. wa annahu yatimmu idafatu ba'd almawad alkimawiyya walghidhaiyya kasukkariyat walamlah wa ghayriha ila ad-dam. Madaktari wakasema kuwa na katika kupita kwake kwenye ile mashini huwa kuongezwa baadhi ya madawa, na kuna minerals fulani huwekwa ndani yake ambazo ni sawa na chakula, pia hizi huongezwa katika ile damu. baada ya kujibiwa jawabu hili, اللجنة الدائمة وسيما وبعد دراسة اللجنة للإفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة، أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. تزاما wanawavyuoni hawa wamerudi kwa wale ambao ni mutakhasisin katika hili jambo, walipowapa ile faida ndio wakaanza kutoa ile fatwa, na fatwa yao ikawa kule mtu kuoshwa zile figo zake kwa kupitia hii mashini ya kusafisha figo uharibu saumu. Kwa hivyo anayefanyiwa dialysis akimaliza kufanyiwa tayari ashafungua, haisabiki kuwa amefunga. Kwa hukumu ya yule anayekwenda kufanyiwa dialysis baada ya kusafishwa ile damu yake, basi atakuwa tayari amefungua. Billahi tawfiq. Intaha kalamuhum rahimahumullah. مسألة 9. حكم الصوم للمصاب بمرض السكر. حكم يصوم يولي aliyepatwa na maradhi ya sukari, عافانا الله وإياكم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سمع: المريض له أحوال، مgonjwa ana hali mbalimbali. الأول، hali ya kwanza أن لا يتأثر بالصوم، يرحمك الله، أن لا يتأثر بالصوم، nikuwa maradhi yamempata lakini maradhi yale hayamuathiri katika saumu yake. مثل الزكام اليسير، kama kwa mfano mtu kupatwa na mafua kidogo, au الصداع اليسير, au akaumwa na kichwa kidogo. ووجع الضرس، ana maumivu katika jino lake. wama ashbaha dhalika, na mfano wa maradhi kama haya madogo madogo. fahadha la yahillu lahu an yuftira, katika hali kama hii si halali kwake yeye kula. na hede kidogo chankali nenda kula, haijuzu kula katika maradhi kama haya. wa in kana baadhi ulama yaqulu yahillu lahu, hata kama baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kuwa yajuzu, ni halali, wakati wa dalili wa man kana maridhan, na kuwa huyo ana maradhi vovote vile takavyokuwa. walakinna naqul, Sheikh Ibn Uthaymeen asema, lakini sisi tunasema inna hadha alhukm mu'allal bi'illatin wa hiya an yakuna alfitru arfaqu bihi. hii hukum ina sababu, ikiwa kula kwake humsaidishia yeye zaidi, lakini
katika hali kama hii hakuna haja. Fahina idhin naqul alfitru afdal, katika hali ambayo kule kufuturu kwake huwa ni sahali kwake, asema tutasema kufuturu ni bora. Amma idha kana la yataathar fa innahu la yajuzu lahu alfitr wa yajibu alayhi as-sawm. Ama ikiwa haathiriki katika hali kama hii, haijuzu kwake yeye kufuturu, bali ni wajibu kwake yeye kufunga mchana wa Ramadhani. hii ni hali ya kwanza. والحال الثاني إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره. kuna wengine ambao maradhi yao yawatia kweli uzito katika kufunga, ingawa haiwadhuru kwa wao somo. فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. mtu kama huyo ambaye yupata uzito katika kufunga kwa maradhi aliyokuwa nayo, ni makruh kwake yeye kufunga na ni sunna ya pendekezo kwake yeye kula. والحال الثالث hali ya tatu, إذا كان يشق عليه الصوم ويضره. ikiwa somo kwake yeye ni uzito na yamsababishia madhara, كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر, kama mtu ambaye amepatwa na maradhi ya figo au maradhi ya sukari. ومع ذلك أو ما أشبه ذلك ويضره الصوم. na mfano maradhi kama haya, na akifunga adhurika. kuna baadhi ya sukari zile hushuka, hasa wale wenye sukari za kushuka, ni kuwa sipotia kitu tumboni kwa masaa fulani, ile sukari hushuka mpaka ikawa ni madhara kwake yeye. na wapo ambao wana maradhi ya sukari na waweza kufunga wala haiwadhuru. kwa hivyo watu kama hawa ambao wadhurika na somo, fasomu alayhi haramun, kufunga kwa wao sasa ni haramu, haijuzu kufunga kwa wao. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذي يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا. na hapa sema ndio utaona kosa la baadhi ya watu wanaojitahidi sana katika kufanya ibada ya som, na wagonjwa ambao wadhurika na ni uzito kwa wao kufunga, akiambiwa afturu akataa. fanaqulu, sema sisi tuwaambia hawa, inna haulai qad akhtau haythu lam yaqbalu karam Allah azza wa jalla. wamefanya makosa kukataa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuwapa rukhsa. walam yaqbalu rukhsatahu, na hawakukubali rukhsa ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa adarru bi anfusihim, na wakajitia madhara nafsi zao. wallahu azza wa jalla yaqul wala taqtulu anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tusiue nafsi zetu. wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Allah ni mwingi wa rehema juu yenu. yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah awatakia sahali wala hawatakii uzito. kwa hivyo usikae ukafunga ukasema nikifa nitakufa shahidi. kuna wengine huona akifa yufa shahidi. kwa nini? napigana mimi na maradhi ninafunga, wewe wafanya jambo la haramu, kwa sababu sheria haikukuamrisha wewe ufanye jambo ambalo litakuletea madhara, hasa katika ibada ya som. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ataja ahkam za som, akaweka wazi na kusema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. isiingie katika akili yako kuwa hii somo imewekwa kwa sababu ni adhabu Allah ametupatia, la, bali ni neema. lakini pia pamoja na hapo kwambia Allah akutakia wewe usahali, wepesi, hakutakii uzito.
na mara nyingi wanakumbusha kuwa ibada yoyote ukiifanya ukaona wapata tabu sana kiasi cha kuwa wajiambia nafsi yako hii ibada hii ngumu sana, ujue jitizame nafsi yako, labda waifanye kimakosa, au kuna uzito lakini sheria imekuletea wepesi, wewe bado umekakamaa katika ule uzito, kwa sababu ni qaida inayokubalika kuwa almashaqqatu tajlibu at-taysir. Hii ni qaida muttafaq alayhi baina al-ulama, kuwa mashaka yanapokuja wakati wowote sheria huleta wepesi. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha watu kuswali kwa kusema salli qa'iman, ambaye Imran bin Husayn alipopatwa na bawasili akamwambia salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan, swali kwa kusimama, kama huwezi swali kwa kukaa, na pia kama huwezi kwa kukaa fa ala jamb, talala ubavuni uswali. Kwa sheria wakati wote panapokuja na uzito moja kwa moja kwa usahali na wepesi. Hivi ndivyo ilivyo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sehemu ambayo ni ngumu kiasi cha kuwa hakuna njia nyingine, la, kukija mashaka kwa wepesi hapo hapo. Masala yanayofuata, isti'malu as-sa'im likrim murattib au murattib lishafatayn, kutumia cream ya mdomo ikiwa kwa mfano uko katika sehemu ambayo ni kavu sana kiasi cha kuwa nafikiri baadhi ya nchi ukienda mpaka mdomo hukatika. Nini hukumu ya kutumia ile cream ambao watu huweka kwenye mdomo? قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم. haina neno kwa mtu kutumia kile kinachofanya umajimaji katika mdomo wake au pua yake katika hizi cream, au yubaddilahu bilma au yabullahu bilma, au aweke maji ili pale mahali pawe maji ikiwa pamekauka pamekuwa pakavu, au shibha dhalika, mfano wake. walakin yataharrazu min an yasila shay'un ila jawfihi, lakini ajizuie isije kitu kikafika au kikapita akamiza. Kwa hivyo ajizuie isije kikafika chochote kikaingia ndani ya mwili wake. fa idha wasala bila qasd fa innahu la yuftiru bihadha, na ikiwa itafika bila kukusudia basi hafturu kwa hilo, saumu yake yabakia ni sahih maadamu hakukusudia. طيب, masala inayofuata nafikiri nitamalizia leo haya. hal yuftiru وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام؟ mwanamke kuweka rangi ya mdomo, je afturu kwa hilo? سئل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذا أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه aliulizwa swali, nini hukumu ya kutumia wanja wa macho au baadhi ya vile wanavyovitumia wanawake katika kujipamba katika mchana wa Ramadhani, je hivi vafuturisha au la? فأجاب رحمه الله: الكحل لا يفطر الرجال ولا النساء في أصح قوله العلماء مطلقا. kutia wanja katika macho kwa waume na wake haifuturishi mutlaqan, ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، lakini kutumia wakati wa usiku ni bora zaidi kwa yule anayefunga.
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد. أما kile ambacho hutumika katika uso, kwa mfano sabuni au cream au mafuta yale ya kupaka kwenye uso, yataje jeli, zitaje zile za uso, almuhim lotion, zile lotion ambazo hujipaka wengine kwenye nyuso zao na mengineo, ambayo huwa katika dhahiri ya ngozi, yani juu ya ngozi, haziingii ndani. ومن ذلك الحناء والمكياج, kama hina kuweka kichwani au kwenye mkono, na makeup ile ambayo wanawake upaka, wa ashbahu dhalika, na mfano haya, kullu dhalika la haraja fihi fi haqqi as-sa'im. Zote hizi tulizotaja sema hazina neno kwa yule aliyefunga wala zimfuturishi. مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. akachukua haita hapa Sheikh Ibn Baz akasema, na hii makeup kwa sharti iwe haiharibu na kuumiza uso. Kuna wengine hujiweka vitu vya ajabu, ukimtizama amekaa kama sijui nikutajie nini, kama wacha tu. Yani wewe waweza kumuona mwanamke ana rangi tatu, uso mweupe, mkono mweusi, huko rangi ya sijui gani, kwa ile mikorogo wanaoipaka na kuumiza ngozi zao, mpaka wengine upata maradhi, wakapata maradhi ya kensa katika ngozi zao. Kwa vitu kama hivi ikiwa vya dhuru, ni haram kutumia, ni haram kwa mwanamke kutumia. Ndio anavyokusudia Sheikh bin Baz, ikiwa vyaleta madhara haifai kutumia, haifai. Na wewe mume usiwe na masharti mengi, au utapata peponi, fanya ibada. Wale ambao ukimtizama na yeye wajiona hao mpeponi, hapa la mashi alhal paka ufe wende zako. Kama umfanya amali njema kule ndio utapata, kama hapa ndio wataka, hapo upati. Wataka mfano wa hurul ain hapa, kwa hiyo usimtie dhiki mkewe, fanya hivi sijifanya vile, ukigundua mara ngozi ya bambuka, isiwe tasababisha nini madhara. طيب قال وبالله التوفيق. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه لا بأس به. kutumia vipodozi vinavyompamba mwanamke kama rangi ya mdomo na mfano wake haina tatizo kwa anayefunga. Wakadhalika tahmir alkhudud, kadhalika kile kinachotumiwa kufanya mashavu yawe mekundu katika yale wanaotumia wanawake, fala ba'sa bihi la siyama lilmutazawwija, haina neno haswa kwa yule mwanamke ambaye tayari ameolewa. Huyo yaweza kujiweka kwa namna ile ili kujipendeza kwa mume wake, ili halina tatizo lolote wala halifuturishi. Na wengi katika wanawake ahkam kama hizi hawazifahamu. Almuhim, tumezungumzia mpaka sasa masail 11 yanayofungamana na hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu katika kitabu Ithaf al-Anam bisharh ahadith ahkam wa adab as-siyam. تسممي هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.